karibu sana kwenye jimbo letu la Igunga ukiwa unaanza ziara yako katika mkoa wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tumekuwa na bahati sana watu wa Igunga. Mara nyingi viongozi wanapoanza ziara sisi ndio tumekuwa lango. Na ndio maana hata wakati unatoka Singida ulipoanza lami ya Igunga tu ukaona lami na utulivu mzuri sana. Mpigeni makofi Daktari Samia Suluhu. Hizi zote ni faraja za kupata wageni. Sasa huwa Waswahili wanasema mgeni njoo wenyeji wapone. Naamini na leo tutapona zaidi. Sivyo ndugu zangu wa Igunga? Hapo vipi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Igunga nikushukuru sana kwa kutenga muda na kufika kuja hapa kwetu Igunga leo. Juzi mlikuwa mna shughuli ya vikao vikuu vya chama na jana tulikuwa na shughuli pale bungeni asubuhi ambayo ilikwenda mpaka jioni, lakini asubuhi ya leo umeamka na sisi. Ni upendo mkubwa, lakini ndio dhana ya uwajibikaji. Unapokuwa kiongozi wa wananchi, shughuli kama hizo na kujitoa kwako ndio malipo yetu hapa. Tunakushukuru sana, tunasema asante baba. Mpigeni makofi Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tumefanya mengi sana katika muda huu wa miaka minne ambao Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa kiongozi mkuu wa nchi, lakini pia akiwa mwenyekiti wa chama chetu. Na moja ya mambo ni kama hii ambao mradi umetuwekea jiwe la msingi. Sisi Igunga ni miongoni mwa wilaya chache ambazo zimebahatika kutumia maji kutoka ziwa Victoria la Mwanza, ambapo serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi ilitumia bilioni 620 kutoa maji Mwanza kuyaleta Tabora, na sisi Igunga tukawa wanufaikaji wakubwa. Na sasa shughuli ya usambazaji wa maji inaendelea na leo tumewafikia Wanamgongoro. Wanamgongoro, pigeni makofi kwa wingi. Hili eneo asilimia kubwa ni wafugaji na wakulima, na swala la maji lilikuwa changamoto kubwa sana. Tunashukuru Wizara ya Maji, tulienda pale wizarani na bodi yangu ya maji, naomba msimame Mheshimiwa Waziri Mkuu atambue bodi ya maji ya Iguwasa iko pale nyuma. Tulienda tukaomba, kwa kuwa tuna chanzo cha uhakika wa maji ya ziwa Victoria, basi ni vyema tukaendelea kufanya usambazaji wa maji. Lakini wizara ilitupokea, katibu mkuu wa wizara alianza utaratibu, tunashukuru sana, na mlitoa fedha, tulimsumbua dada yangu CPA pale Lucy, walitupatia fedha na hatimaye tumepata maji. Na kwa kuwa ilani ya uchaguzi ya chama imewaelekeza kusambaza maji kwa zaidi ya 5% kwenye mamlaka za miji, sisi leo tunafunga dimba kwenye mamlaka yetu ya mji wa mdogo wa Igunga. Leo ndio tumetimiza 100% ya usambazaji wa maji. Asanteni sana. Ukufikishie shukrani zetu kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mwambie hatuna cha kumlipa. Zaidi ya mingapi tena? Na hiyo ni lugha moja, ukienda vijiji vyote vya jimbo la Igunga tumeamua kabisa. Na haya mambo hayahitaji hata utafute kwa tochi, yanaonekana hadharani. Kama ulivyoona wazee wangu, huku sisi wazee wengi ni wakulima, ni wafugaji. Hawa leo asubuhi wamekuja hapa mapema sana kwa ajili ya upendo wako na kwa Mheshimiwa Rais. Walitakiwa wawe mashambani, wao wanafuga mifugo, lakini wakasema kwa kuwa tumepata maji ya Gete, lazima tukamwone Kassim Majaliwa. Mpigeni makofi Waziri Mkuu. Tumelimaliza hili la maji. Hapa tulikuwa na changamoto nyingine ambayo wana bwawa lao la asili. Mheshimiwa Rais alitupatia fedha za mfuko wa jimbo na mimi nimewapatia waweze kutengeneza lile bwawa lao la maji kwa ajili ya kunyeshea mifugo. Lengo ni kwamba tuwe na chanzo mbadala, wasijikute wanatumia zaidi maji ya bomba kwa mifugo. Tuwe na bwawa ambalo linakusanya maji ya mvua, hii endelee kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini pia alitupatia fedha tumetoa kwa ajili ya kutengeneza barabara zao. Kuna eneo moja linaitwa Malugala na Mamsunga, tutatengeneza zile barabara. Hizi fedha zote Mheshimiwa Rais anatutolea Wanaigunga, tunasema asante, tutamfikishia shukrani zetu. Kwa hapa kwenye hichi kijiji Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuwa tumebaki na changamoto moja ndogo ambayo ni zahanati pale, na sisi tumekubaliana kwa kuwa zile Mheshimiwa Rais anatutolea milioni 50 kila zahanati moja na hapa wana boma moja, basi tumekubaliana fedha zitakazokuja tutawapatia milioni 50 wakamilishe na ujenzi wa zahanati yao, tuwe tumemalizana na matatizo ya Wanamgongoro. Mama